Ili uyajue mengi yanayokuzunguka na yahusuyo jamii yako, usikose kuangalia na kufuatilia kipindi cha Sema Nasi. Nashukuru sana kupata fursa hii. Ningependa kuambia sana wananchi waendelee kudumisha amani na utulivu uliopo ndani ya nchi yetu, kuhakikisha tunaishi kwa upendo na kwa salama na amani. Natoka kwenye familia maskini sana. No. Hakuna mtu aloanza maisha akapata tu moja kwa moja. Na mtu anayetaka kujua maisha basi aanze chini. Mimi Uthman Maalim Amr. Mimi ni mtu wa Mombasa au mtu wa pwani ya Kenya katika kaunti ya Kwale ndiko nilikozaliwa. Mimi sijawahi kutoka kwenda kutafuta elimu pahala popote zaidi ya Afrika au zaidi ya Kenya. Niwapongeze kwa dhati pia. Mmoja mfuatiliaji mkubwa wa matangazo yenu, na mimi nafurahi kwamba ninachofanya kweli hasa nimejikita kwa jamii. Kila siku za Jumatano saa 11 kamili kutoka hapa Al-Fatah TV Online. Hujambo mtazamaji wa Al-Fatah TV Online popote unapotutazama. Karibu kwenye kipindi cha Sema Nasi, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumatano inapotimu saa 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ninayekualika kwenye kipindi hiki mimi ni Rashid Salim Mohamed, na mtazamaji tukuombe radhi kwa kuvikosa vipindi hivi kwa muda mrefu, lakini ni kutokana na sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wetu, na tukuombe sasa kwa moyo mkunjufu kukaa vizuri kwa ajili ya kuyapata yale uliokuwa ukiyapata na zaidi ya hayo kupitia kipindi cha Sema Nasi insha Allah. Kipindi cha Sema Nasi kinakukutanisha na watu mashuhuri kutoka visiwani Zanzibar na wakati mwingine nje ya mipaka ya visiwa vya Zanzibar. Unakutana na watu ambao kwa kweli wamefanya makubwa, watu mashuhuri na watu mbalimbali ambao ni mashuhuri kila kona ya dunia kupitia kipindi cha Sema Nasi. Na leo katika studio zetu namba 2 hapa Amani za Al-Fatah TV Online tunaye mtu ambaye sio mgeni kwako. Vipindi vilivyopita tulikuwa tuko naye Sheikh Salum Saba, mwanazuoni huyu kutokea katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, ambaye tumekuwa tukijifunza na tukipata kwake mengi na unamfahamu vilivyo. Huyu ni mwanafalsafa na mtu wa hoja, na kupitia kipindi kile cha Uislamu kwa Hoja, alhamdulillah tumekuwa tukifaidika na mengi. Leo kwenye kipindi cha Sema Nasi tutazungumzia Zanzibar na Ramadhani. Lengo la kuzungumzia Zanzibar na Ramadhani ni kuzungumza kwa pamoja na kujadili kwa pamoja Zanzibar ilivyokuwa na ilipo na wapi Zanzibar inapoelekea, tukimaanisha Ramadhani Zanzibar ilipokuwa na ilipo kwa sasa na wapi ambapo inapoelekea. Sheikh Salum Saba, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah bwana. Kwanza kwa niaba ya watazamaji wangu wote, naam, tunatoa shukurani sana kwako hapa kwenye kipindi cha Sema Nasi tena. Miezi iliyopita ulishiriki, lakini tunakushukuru sana kwa kuweza kushare na sisi ama kushiriki na sisi sehemu ya maisha yako. Tumejifunza mengi na tumeweza kuyajua mengi, tumeweza kumfahamu walau kwa nusu robo nani Sheikh Salum Saba. Tunashukuru sana. Inshallah, asante sana. Na nichukue fursa hii tena nikukaribisha katika studio zetu za Al-Fatah TV Online na kwenye kipindi hiki cha Sema Nasi. Asante sana, shukran. Naam. Mtazamaji, basi sasa karibu ili usikie mengi kuhusu Zanzibar na Ramadhani. Zanzibar na Ramadhani imenigusa sana. Niliwahi kukutana katika maisha yangu na mtu mmoja. Naam. Anaitwa Sheikh Isa Kalwana. Naam. Huyu ni Mrundi. Naam. Ni raia wa Burundi na kule ni shekhe mmoja maarufu mkubwa sana. Sina hakika mpaka sasa kama yuko hai, kwa sababu wakati nakutana naye mimi ameshazidi miaka 70. Toba. Sheikh Isa alifanya kama kunilaumu hivi baada ya kujua kwa mimi natoka Zanzibar na nini na ni mwanachuoni. Akanambia, nyinyi wa Zanzibari kimekusibuni kitu gani hasa? Kwa sababu mnagombana wenyewe kwa wenyewe, mnachukiana kisiasa, wakati ule yale mazingira ya kisiasa magumu yale. Naam. Sisi zamani tulikuwa anasema watu wa Burundi, Waislamu wa Burundi, tulikuwa tunaichukua Zanzibar kama ni kibla cha pili. Yaani kwa kuabudu tunaelekea Al-Kaaba, lakini kwa kutafuta elimu ya dini tunaelekea Zanzibar. Aiyo. Sasa leo mnagombana wenyewe kwa wenyewe, mnachukiana, mnatupiana maneno, mnapelekana magerezani, hatuwezi kuelewa.
Anasema mimi nililetwa nikiwa mdogo, ananiambia Sheikh Isa, na wazazi wangu, nikakabidhiwa kwa mashekhe Zanzibar msikiti Gofu. Akanambia, unaujua msikiti Gofu? Nikamwambia naujua sana, maana yake nilikolelewa na nilikokulia. Akanambia, unafahamu kama kuna ngazi ya udongo ile, alafu juu kabisa kule kuna kama boma? Nikamwambia napasa nikilala kule juu. Na nilikuwa nasoma na kwenda kusoma msikiti wa Jumaa Malindi na wapi na wapi. Akanieleza mambo mengi sana. Kwa hivyo inaonekana ilikuwa kwa miaka ya nyuma Zanzibar ilikuwa ndio center kwa Afrika Mashariki yote, ndo kitovu cha kuchukua taaluma ya dini ya Kiislamu. Na hata kuiga mwenendo wa kiuchamungu. Ilikuwa watu wanapenda kuchukua design ya mashekhe kutoka Zanzibar na ule uchamungu wao. Mpaka siku moja mimi nikiwa sehemu fulani ya Tanzania, nilikwenda kumwamkia shekhe mmoja hivi nikitaka kusoma kwake, lakini sikuridhika na vile alivyokuwa anajiweka, kama anapenda kutukuzwa kupita kiasi. Basi ndugu yake huyo shekhe ambaye naye ni mwanachuoni akasema, huyu ni mtu kutoka Zanzibar. Watu wanazuoni wanaotoka Zanzibar huwa hawapendi sana kujitukuza, wale wanazuoni wa Zanzibar. Kwa hivyo hajazoea yeye mwanachuoni anayependa kujinyanyua sana. Yeye kazoea mwanazuoni ambaye ni wa kawaida. Mleteni kwangu wasome. Nikaenda nikasoma kwake. Hao wote wale wameshafariki, Mungu arehemu, na ni wanazuoni wakubwa. Nataka kukuonesha kuwa Zanzibar ilivyokuwa. Na wanatuambia Zanzibar katika miezi yote ya kawaida huijui Zanzibar iko vipi mpaka iingie Ramadhani. Ikiingia Ramadhani ndio utaijua Zanzibar ni nchi ya aina gani. Kwa sababu siku moja napenda kipengelechi kutoa matukio. Niliingia masomo bookshop mwezi wa Ramadhani kama saa 4 hivi asubuhi. Nikamkuta mtu mmoja kalala kwenye meza anatoka denda. Nikauliza nini hii? Nikamwambia bwana, huyu ni mtu kutoka Tanzania bara na si Muislamu. Ameondoka kule na boti ya usiku, ilikuwa kuna boti inatoka usiku na kuja hapa asubuhi. Anamle baharini hakuweza kula kutokana na hali ya hewa. Kwa hivyo akafikiri akifika asubuhi hapa atapata kushtua tumbo. Kufika hapa amekuta hoteli zote zimefungwa, mikawa yote imefungwa, hakuna cha mama ntilia, hakuna mandazi, hakuna chai, hakuna kahawa, hakuna chochote. Na hakuna mtu yuko tayari kumpikia chakula. Kwa hivyo sasa ndo amezidiwa kiasi hichi, yuko hoi tabani. Nikamwambia kwani ni Muislamu? Akasema si Muislamu. Nikamwambia ilikuwa haki yake kama pana chakula apewe. Sio tu si Muislamu, hata angekuwa Muislamu alizidiwa je na safari ya jana. Anaruhusiwa kula. Hakuna mtu kumpa chakula hapa. Nikachukua nikamwomba mtu mmoja na pikipiki ampakie. Mimi kutoka pale na kwangu mimi ni shortcut, natembea kwa miguu, nikamuelekeza namna ya kumleta. Baada ya dakika 5 njoo naye nyumbani kwangu. Kufika kawaida sisi Ramadhani tunapika chakula, alafu asubuhi lile daku tunapokula tunaacha kidogo kwa ajili ya watoto asubuhi. Ilikuwa siku kama ya Jumatatu hivi. Kwa hivyo asubuhi ile nikafika nyumbani, nikamwambia hichi chakula tutakuja kula watoto, mtawapikia chengine. Huyu mpeni kidogo ale chakula kwa sababu kazidiwa. Mke wangu akawa mkali kweli kweli. Hatulishi watu mchana. Nikamwambia huyu si Muislamu, huyu nakazidiwa. Hata angekuwa Muislamu, kama angekuwa kazidiwa kiafya tunampa kula. Usifanye munkari. Nikapashwa pale, akapewa. Akala, akawekwa kumbini, akalala kwenye kochi, akawashiwa na feni, ikawa kazi yake kutoa upepo tu. Mpaka alifika kama saa 6 hivi akajisikia yuko vizuri. Nikamwambia sasa tukamrudisha kule alikotoka. Sasa nataka kukuambia Ramadhani inaibadilisha Zanzibar completely, yote inakuwa sio Zanzibar ile unayojua. Hebu tupe picha sasa. Zanzibar hiyo ambayo unatuhadithia, ambayo Ramadhani ikibadilisha Zanzibar, ilikuwa inabadilika kwa namna gani na katika mazingira gani? Sawa. Kwanza ratiba za shughuli zote zinabadilika. Kama ilikuwa mapema sana alfajiri hivi au kumekuwa kweupe, unaona mji una harakati nyingi sana. Huyu kapita hivi na toroli, yule kapita na rikwama, yule kapita na gari, yule kapita na baiskeli, yule kabeba mzigo, yule anafanya kelele, yule. Zanzibar inaanza kuchangamka katika mwezi wa Ramadhani kuanzia saa 4. Hii jua kuchomoza bado inaendelea kuwa kimya mpaka ifike saa 4. Kwa sababu kuna watu wamefanya ibada usiku,
Kwa hivyo baada ya sala alfajiri wanalala, na ni wengi sana. Na wengine akishapiga daku lile la saa 10 akisha kusali alfajiri anakuwa tena hawezi pale pale kukurupuka na mambo, analala kailula. Sasa anapata hiyo mpaka jua linachomoza, yeye bado kalala. Kwenye saa 3 hivi anaamka, anakwenda anajimwagia maji, anakoga, ni hata saa 4 sasa yuko fiti, anatoka. Kwa mji unaanza kuchangamka kuanzia saa 4. Harakati nyingi zinaanza kuchangamka kuanzia saa 4 asubuhi. So unaikuta imebadilika ratiba. Hilo la kwanza. La pili, unakuta zogo limepungua. Hata mjini zile kelele, bwana tumefunga bwana, bwana yataka matusi sasa, bwana tumefunga bwana. Mdomo unakuwa na nidhamu zaidi katika mwezi wa Ramadhani kuliko miezi mingine yoyote. Kuna watu wanapunguza vitu, kama sema, kwa kuwa kahawa inakuwa haipo asubuhi, almost na sigara inakuwa haipo asubuhi, kwa sababu kahawa na sigara vinakwenda karibu. Wavutaji wengi wa sigara wanakunywa kahawa, na wanywaji wengi wa kahawa wanavuta sigara, si wote nasema, lakini inakuwa sigara na kahawa tena vinavyoona kama vile havipo kabisa, havina nafasi yote mpaka inapoingia jioni. Halafu unakuta redio zetu zinakuja na program tofauti. Pahala pa muziki inaingia kasida, pahala pa maelezo mengi yaliokuwa kipindi cha maelezo mengi yanaingia mawaidha. Sisi unaanza hata ile kusikia sauti zile za redio, unasikia vitu vingine, unasikia kasida za Tala al-Badru alaina na nyinginezo, na hasa zile za Waindonesia, ya Maula ya Ali naam shukri wa bti hali naam ashku wa ashkuru naam ashku wa ashkuru naam. Tena ikiingia sikukuu ndo kabisa unasikia tenzi za kidini, vipindi vya mawaidha vinakuwa vingi sana. Kwa hivyo inabadilika kabisa mandhari yote unachokishuhudia na unachokisikia. Wanawake wengi wanajistiri zaidi, hata wale wa imani nyingine wakija inabidi wavae kidogo nguo ambazo zinafanana na mandhari ya Kiislamu. Wanaume wengi zaidi wanapendelea kuvaa kanzu na kofia katika kipindi hicho. Kwa hivyo unakuta mambo yako tofauti. Misikiti inakuwa na madarasa mengi zaidi baada ya asiri. Kwa hivyo kuna sehemu zimefungwa mabomba, unasikia mawaidha kila unapokwenda, kila mahala. Kwa hivyo ile mandhari nzima baina unachokishuhudia, unachokisikia, biashara unazofanya, hata makazini na maofisini unaona kuwa na mabadiliko. Hata wale mabosi kidogo wanakuwa kama vile wanapeana wasia kwamba hebu Ramadhani kidogo tunapunguza ukali. Hata wale watumishi nao kidogo wanakuwa watiifu zaidi ndani Ramadhani. Kwa hivyo behavior yote, social behavior yote, tabia za kijamii zinabadilika. Na kwa sababu Zanzibar walio wengi ni Waislamu, basi wasoko wa dini ya Kiislamu tena inabidi wafuate mwenendo ule na mkumbo ule. Kwa hivyo Zanzibar inabadilika. Naam, Sheikh Salim Saba, sisi vijana wenye umri huu huwa tunasikia kwa watu waliotuzidi umri kuwa wafungaji wengi katika maeneo ya nchi za Kiarabu na maeneo mbalimbali walikuwa wakijiuliza, tukitaka kufunga Ramadhani yenye utulivu twende wapi? Wanasema twende Zanzibar. Unadhani miaka hiyo kulikuwa kuna kitu gani hasa ambacho kiliwafanya watu watoke mabara mbalimbali waje wa Starhamdi hapa waifunge Ramadhani? Kilichokuwa kinawavutia Waislamu walioko nje ya Zanzibar kupenda kuja kufunga Ramadhani Zanzibar ni ile kuona kwamba saumu inayofungwa Zanzibar katika mwezi wa Ramadhani inakaribiana sana na saumu ilikuwa ikifungwa na masahaba wakati wa Mtume SAW na matabeina vile vile wakati wa masahaba wale waliofuata masahaba. Ina ukaribu zaidi na uhalisia, ile originality ya funga. Kwa mfano kuna jambo la ukarimu. Ukarimu unaongezeka, unakuwa mwingi. Unajua zamani tulikuwa tunaambiwa maeneo mengi watu walikuwa wanafuturu barazani. Ikifika wakati wa iftari wanaiweka barazani, wanatandika. Anayepita ambapo bwana karibu hapa, mimi na wewe nyumbani uko mbali, anza hapa, anaambiwa anza hapa, uko mbali. Kwa hiyo kuna mwingine ikiwa anakaa mbali kidogo na sehemu zake za shughuli yake, hawi na wasiwasi, anaweza kufika nyumbani ameshashiba kwa zile karibu. Sasa basi hapa japo kisahani cha chai cha tambi tu kula na kula kule, japo viazi vitamu hichi, japo kipande kimoja cha ndizi ya mkono wa tembo anakula, kikombe cha uji hapa kunywa chai. Basi hata akifika nyumbani kwake tena ile iftari yake itakuwa ni daku kichakula huko kwingine. Jinsi ule ukarimu ulivyokuwa mkubwa. Kuna watu mashambani huko vijijini
walikuwa analima hasa mihogo hii ya Ramadhani, viazi hivi vya Ramadhani. Viazi vina mashaka ya msimu, kwa kuna wakati vinakubali, kuna wakati, lakini mihogo ni katika zao ambalo muda wote unaweza, ingawa kuna wakati inakuwa bora zaidi kuliko nyakati nyingine. Kwa hivyo wanapangilia sasa mashina haya ya mihogo ni kwa ajili ya Ramadhani. Kuna wengine nazi anaangua nazi zake, anafua za Ramadhani mwezi mzima. Nazi hizi sasa imekaa kwa ajili ya Ramadhani. Mimi nakumbuka Mungu amrehemu baba yetu na wazee wetu wengine alikuwa anakwenda kununua maboga mwezi wa Shabani. Wiki ya mwisho mwezi wa Shabani ananunua maboga. Anaweza kununua maboga 5 mpaka 10, ikiwa makubwa yanaweza kuwa 5, kwa madogo anaweza kununua mpaka 10. Anaweka maboga haya maboga yana tabia kukaa muda mrefu bila kuharibika, na kile akikauka hivi ndio yanazidi kuwa mazuri zaidi. Basi anaweka sehemu ambayo anapigwa na jua, hasa katika gorofa au katika varanda ile nyumba au katika ukumbi ile nyumba. Kwa hivyo ile boga kuna siku linapikwa lile boga, kuna siku linapikwa boga. Leza kakatwa nusu, kakatwa robo, likatumika. Halafu jingine likakaa vile linapigwa na jua, haliharibiki hilo. Linakwenda linakuja kupikwa siku nyingine. Basi tunafika siku ya sikukuu asubuhi, linapikwa boga tena asubuhi, sikukuu la nazi lile la sukari lile. Sasa mnakula kama ni sehemu ya Idi. Kwa hivyo anaweza kanunua boga tangu Shabani kwa ajili ya Ramadhani na sikukuu yake. Mwingine ananunua nazi, ndio hiyo gunia au pakacha anaweka, na wale wa shamba ndio wanazifua, wengine hata wazifue wanaziacha na makumbi yake. Kwa hivyo mwenendo mzima wa maisha unachukua taswira tofauti na miezi mingine ya kawaida. Kwa kifupi, unakuwa ni mwezi wa mipango, bajeti inapangwa vizuri, bajeti imepangwa, inapangwa vizuri. Wengine wanakwenda sasa kwamba ukipikwa sukari moja ya chumvi, basi moja ya sukari. Kwa hivyo wanabadilisha, kesho itakuwa hii ni ya sukari, kesho kutwa hii itakuwa ni ya chumvi, wanakwenda namna kama. Lakini tukizungumzia hasa ile hadhi ya Ramadhani, wakati huo wakazi wa visiwa hivi vya Zanzibar waliipatia Ramadhani hadhi kiasi gani? Kama nilivyotangulia kusema, jamii nzima inachukua sura tofauti. Kwa hivyo utakuta uvaaji wa kanzu kama nilivyosema, uvaaji wa mitandio wanawake, huruma, kusamehe. Hata polisi wanabadilika, askari polisi mwisho wanakwambia bwana, hii Ramadhani bwana, hebu fanyeni kidogo utulivu. Kwa hivyo unakuta maadili ya Kiislamu yanadhihirika zaidi, yanaimarika zaidi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa kilichokuwa kibaya ni kwamba kisha kuingia sikukuu watu wanasahau kama walitoka kwenye maandalizi ya tabia njema, wanarudi tena kwenye tabia mbaya. Lakini kwa kifupi, ndani ya Ramadhani tabia za watu zinabadilika. Mwendo wa watu ulikuwa unabadilika. Na mtu mwingine hata kama anataka kutubu na kuacha dhambi, basi anasema ikiingia Ramadhani ndio nitapania sasa kusema naacha kitu fulani. Kwa hivyo ikifika Idi anachukua sikio, bwana ulishasema ndani Ramadhani umetubu, ushaacha jambo fulani, tena uache moja kwa moja, usiendelee nalo katika miezi mingine iliyobakia. Kwa hivyo ala kule hali inajenga tabia za kiucha Mungu. Ile Ramadhani inajenga tabia za kiucha Mungu. Lakini kwa mtu ambaye anataka, alikuwa na azma ya kubadilika, basi Ramadhani inambadilisha. Na zamani ilikuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kumbadilisha mtu kuliko sasa. Naam. Sheikh Msaba, Ramadhani ni ile ile, ufungaji ni ule ule. Ndiyo. Lakini tungependa kufahamu pia akhlaq za watu wa wakati ule katika mwezi mtukufu Ramadhani, walijipamba na nini zaidi? Miaka ya nyuma, jamii yenyewe jinsi ilivyokuwa imeundwa wakati ule, na uchache wa ushawishi kutoka nje, yani inadhibitiwa ile jamii. Kwa mfano ilikuwa sisi TV yetu ni TVZ, radio yetu ni Radio Zanzibar, kama imeungana na Sauti ya Ujerumani au imeungana na Tanzania Bara. Kwa hivyo utakuta hupati kusikia wala kushuhudia kwenye vyombo vya habari kitu ambacho kinaathiri ile Ramadhani yako. Hakukuwa na simu za mkononi, hakukuwa na mitandao hii. Kwa hivyo ina maana mtu anabakia na yale ambayo yamewekwa kama malengo ya kitaifa. Hilo la kwanza. Pili, ukitoka nje, jamii yote imeikubali Ramadhani kama mwezi mtukufu, na yule asiyekubali anakokotwa kulazimika kukubali kama huu ni mwezi mtukufu, anabidi aheshimu, arudishe makucha. Kwa hivyo ukitoka nje, ndani ya jamii unakuta jamii imetulia, imekaa kiramadhani. Ukibaki ndani, bado jamii imekaa kiramadhani. Ukija kwenye vyombo vya habari vimekaa kiramadhani. Ukija hata kwenye michezo na ligi, nazo zimepangwa kwa mujibu wa Ramadhani. Nyingine zinasimamishwa hasa, nyingine zitakwenda kwa mujibu wa Ramadhani mpaka time yenyewe inapokwenda. Kwa kila sekta unayoingia imeathirika na ule mfumo wa Ramadhani. Kwa hivyo wewe mwenyewe kama unafunga, kama ufunge, lakini ile nidhamu ya Ramadhani lazima uifuate. Tofauti na leo.
Leo Ramadhani ipo, lakini kuna michanganyiko ya kijamii imekuwa mikubwa. Kuna wanaokuja kutoka nchi nyingine za mataifa magharibi ndani ya mwezi wa Ramadhani, wana taratibu tofauti na sisi. Kuna mitandao iliyokuwa iko wazi inafanya kazi bila kujali mwezi wa Ramadhani au sio Ramadhani, ambayo haiendani na maadili. Kuna nguvu ndogo sasa ya wazazi na watu wengine katika jamii kuingilia familia ile, kumzuia mtu asifanye hili na badala yake afanye hili. Kuna uhuru wa kupita kiwango katika kuiathiri Ramadhani. Kwa hivyo matokeo yake Ramadhani hii inapungua quality, hadhi yake inapungua ukilinganisha na Ramadhani zilizopita. Inabaki hadhi ni mtu mwenyewe sasa. Kama umeamua hasa kuazimia kwamba mimi nafunga na mazingira yangu ya kufunga nataka yawe haya, ukajizatiti, bado quality, hadhi ya funga yako itakuja juu, itafanana na ile, inaweza kuzidi hata ile iliyotangulia. Lakini nasema kama jamii ni vigumu sana kuipata kama ile iliyopita. Huko tunakwenda ni changamoto. Nafikiri tutakuja baadaye kuzungumza nini tufanye. Lakini hiyo ni changamoto. Na tunachojifunza, sehemu ya watawala waliopita bila shaka walipa Ramadhani hadhi na heshima kubwa. Wewe umetuzidi umri na umeona mengi. Ulaji chakula hadharani wakati ule, umetuzungumzia jamaa alitoka Dar es Salaam, ilibidi umpe msaada umuokoe, angekufa. Na hali ya sasa ya ulaji holela huu unazungumziaje, Sheikh Sabra? Ndio tunasema yale ya kwamba sasa inazidi kupungua hadhi, na kwa kifupi Ramadhani sasa inarudi katika sura ya jitihada yako wewe binafsi ndio itakayokuamulia umefunga au hujafunga, au umefunga vizuri au umefunga vibaya. Lakini jamii yenyewe na mfumo ulivyo haukusupport. Zamani ilikuwa wewe mwenyewe unafunga na mfumo unafanyaje? Unakuunga mkono. Na hata yule asiyefunga, ule mfumo unamdhibiti asifanye vurugu katika kipindi ambacho watu wamefunga. Sasa hivi hakuna kitu kama hicho. Na hii inatokana na athari nyingine za dunia kubwa sana. Kwa sababu ukitumia nguvu sana kwamba lazima watu wote wao wamefunga, unaweza ukafika mahala au wameship taratibu zote za kufunga, basi unaweza ukafika mahala dunia ikakushtaki ukaonekana unavunja haki za binadamu. Nakumbuka siku moja tulikuwa kwenye seminar fulani. Tulikuwa Waislamu na usoko Waislamu. Dar es Salaam hapa. Sasa akasimama mtu mmoja Mkristo, lakini analiwakilisha kanisa kutokea Zanzibar. Hawakilishi kanisa kutokea Tanzania bara. Akasema Zanzibar bwana, tunalazimishwa kufunga kwa sababu hoteli hazifunguliwi, biashara za vyakula zinapigwa marufuku, watu wakiuza chakula wanakamatwa kilichokuwa kishapikwa. Kwa hivyo tunalazimishwa. Akasema maneno mengi pale. Baadhi ya waandishi wa habari wakaonekana kama sasa wamepata kitu cha kushika. Mimi nikaona hapa nisimame niseme lolote, kwa sababu naona kama hali sasa inachafuka. Nikamwambia, sikiliza, ukisema Zanzibar watu wanalazimishwa kufunga unakosea, kwa sababu hata Muislamu hajalazimishwa kufunga kwa maana yeye kukaa na njaa tangu alfajiri mpaka magharibi. Lazima hiyo ni khiari yake. Akiwa nyumbani kwake akapika kala, nani anayekwenda kumkamata? Si katika nchi inayotawaliwa kwa sheria za Kiislamu, wala nchi ambayo haitawaliwa kwa sheria za Kiislamu kama Zanzibar, hazuii mtu kula nyumbani kwake, wala hakamatwi. Akila kibichi, akila cha kupika. Nje huko hakujakatazwa kuuzwa mchele, kuuzwa mhogo, kuuzwa mafuta, kuuzwa makaa, mafuta taa, nyama, samaki, dagaa, chochote vile, mboga, nafaka, vyote vimeruhusiwa. Sasa unasema analazimishwa kufunga pipi? Wewe unachokizungumza kingine na unachokikusudia ndani ya nafsi yako kingine. Mazingira ya Zanzibar yanaakisi mwezi wa Ramadhani, yanaakisi ile hali ya walio wengi kuwa wamefunga. Hicho ndio kinachotokea. Sio kulazimishwa kufunga. Na kwa sababu hujazunguka tu, ukienda kwenye nchi nyingine duniani ambazo pia ni za Kikristo hasa, basi yale mazingira ya kufunga siku za Kwaresma utayaona yako hivyo hivyo kama tunavyosema sisi Waislamu. Kinaonekana wewe exposure yako ndogo, hujatoka ndugu yangu. Na ukienda Israeli yenyewe hasa ilivyo, wale viongozi wa kidini
hawataki product yoyote ya maziwa, milk product hawataki yoyote. Hawataki kunywa maziwa, hawataki mtindi, hawataki ice cream, hawataki siagi yoyote inayotokana na maziwa. Lakini kuna siku zao wakiamua, hizi sasa ndio siku zinakuwa siku zao maalum za ibada. Yale mambo watu wanafanya kwa kujificha ndani ya Israeli yenyewe. Kwa hivyo kila nchi na vile ilivyoathirika na utamaduni wake na dini yake. Lakini kusema kwamba unazuiwa, unalazimishwa kufunga, si kweli. Hata Muislamu hajalazimishwa kufunga kwa sababu anaweza kupika nyumbani kwake akala. Wewe unachosema ule ulafi wa kula mahotelini na kula wazi na nini ndio vitu ambavyo havipo. Hata hivyo ngamwambia serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar haijazuia moja kwa moja. Ukienda airport juu kule chakula kinapikwa. Ukienda kanisa kama la Mkunazini ndani chakula kinapikwa. Ukienda hoteli za kitalii zilizopewa leseni kwa oda yako chakula kinafanyaje? Kinapikwa. Ziko leseni maalum walizopewa, lakini wanaambiwa wakipika wapike ndani na mtu ale kule ndani au wafungiwe aondoke nacho. Na hizo zote zinaendelea kila mahala. Kwa malalamiko yako si msingi. Naam. Wakati huo ambao tunauzungumzia zaidi, watu wenye shida walikuwa wapo. Ndiyo. Kama sasa hivi. Lakini wakati ule watu walitumia Ramadhani vipi katika kusaidiana, hasa majirani kwa majirani? Kuna maneno Waarabu wanasema sana Ramadhan Karim. Naam. Ramadhan Karim, Naam. Ni msemo mzuri sana. Manake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tabia zile za kheri, za wema zinatakiwa zijitokeze zaidi. Iko mtu mmoja anaichukulia hii negative kwa sababu nyewe hamu wacha Mungu mpaka ingie Ramadhani tu. Wasema hapana. Ni wacha Mungu mwaka mzima. Lakini mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kujitokeza zaidi ucha Mungu. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sasa ile la'allakum tattaquna ijitokeze zaidi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ambia mwembe unazaa, lakini kuna msimu utazaa mpaka mseme safari mwembe umezaa. Migomba vile vile inatoa ndizi. Miti yote, lakini kuna wakati itatoa kitu kikubwa zaidi na kilichonawiri zaidi. Kwa hivyo Ramadhani utakuwa ni msimu wa mavuno zaidi na kujitokeza zaidi kwa ule ucha Mungu. Tumezungumza awali kuwa watu walikuwa wakitoka mabara mbalimbali, hata jirani zetu Tanzania bara wanakuja kufunga Ramadhani hapa visiwani Zanzibar. Ndio. Hatusemi kuwa hawaji, lakini idadi ile imeondoka kwa kiasi kikubwa. Imepungua. Kuna haja sasa ya kuangalia, kabla tujamaliza mazungumzo yetu, wapi tunakuelekea sasa. Hili ulilozungumza sasa, mimi silichukulii kuwa hadhi ya Ramadhani Zanzibar imepungua. No. Mimi nachukulia na wengine huko wameshaona umuhimu wa kuifanya jamii ikae Ramadhani. Huenda ikawa sasa wanasema kwa nini wewe tunakwenda kufungia Zanzibar badala ya kutengeneza mazingira kama yale ya Zanzibar huko kwetu. Lakini sasa kwao hayapati sapoti kubwa kwa sababu sisi kwetu mfumo kutoka chini mpaka juu, Uislamu ndio una nguvu. Kwa hiyo tunapata sapoti kubwa. Lakini wao nao wakiamua kujiwekea mazingira fulani, basi wanaweza kuwa wako katika hali hiyo. Zipo baadhi ya kauli ambazo kila siku zinakuwa au baadhi ya jamii na baadhi ya watu wamekuwa wakishinikiza na kutoa kwamba sasa Ramadhani vyakula viuze kama kawaida, mtu akihitaji chips ende pahala anunue. Yani kila mmoja na nafsi yake, kila mmoja na kheri yake. Tunakotoka na tulipo, ili unalionaje ama unalizungumziaje? Mimi naona kwamba hatujawa na mahitaji ya kufanya hivyo. Kwa sababu sisi hapa Zanzibar kwetu bandarini iko sehemu chakula kinapikwa hata mwezi wa Ramadhani. Lakini kwa wasafiri au mtu ambaye anaweza kuwa kaingia pale kaomba, pengine ni mtu wa imani nyingine au pengine ni mgonjwa, si kwa kuwa wazi kiasi hicho, lakini kwa kuwa ikiwa kweli yapo mahitaji ya watu kula mchana, yako maeneo airport wanatengeneza. Ziko baadhi ya hoteli zinaomba ruhusa, lakini zinaambiwa behind the curtain, nyuma ya pazia, kwamba anayekwenda anaingia kwa sababu ama si wa imani hiyo au hafungi kwa sababu moja au nyingine na yuko mbali na familia yake. Hospitali, mle hospitali kinapikwa chakula kwa sababu wagonjwa wamo mle, wagonjwa wanakula. Na kuna baadhi ya watu wanakwenda sasa mle wanalipa kiasi cha fedha, wanatoa oda kwa sababu wagonjwa wao pengine ana cheti.
cha mtu diabetic, hakai baada ya masaa 6 lazima afanyeje, ale chakula, na pengine shughuli zake na anapoishi pengine anaishi Makunduchi na shughuli zake mjini, au anaishi Nungwi na shughuli zake mjini, na cheti anacho, akifika kule anaweza kupewa chakula, anauziwa. Kwa hivyo ala kule hali usema hatujafika mahala tukawa tunahitaji sasa kuuza vyakula hadharani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa jamii yetu ya Zanzibar jinsi ilivyo. Kwa sababu hao wanaohitaji kula hawakosi ati mahala hapo pa kula. Ikiwa si majumbani mwao, hata humo kwa kununua zipo taratibu. Tunajua fika kuwa kuna ruksa kwa msafiri na anayeumwa, faman kana minkum maridhan au ala safar fa'idat min ayamin ukhra. Lakini sasa ule ulaji makisa tunashuhudia pia katika boti, watu wamefunga lakini mtu anakula hadharani. Sio baadhi ya boti za kwenda Dar es Salaam ama kwenye daladala tu unapanda na mtu wenda si Muislamu ndio anapiga vyakula vyake mle kwenye daladala. Hili unaliona linatupeleka wapi? Si zuri, kwa kifupi si zuri, kwa sababu kwa upande wa nchi kama Zanzibar ambayo taratibu za Kiislamu hapa ndo zenye nguvu katika jamii na jamii kubwa ni ya Waislamu, basi ni vizuri kuwaheshimu wale ambao wamefanyaje, wamefunga. Tena kwa maana ya kwamba mtu akila ale kwa stara. Ndio maana hata huko sehemu tusema bandarini na wapi kuna kuwa na eneo maalum la kula, sio kwamba unachukua au kama umefunga basi uende ukakae katika sehemu yako ya faragha ule. Kwa hivyo si jambo zuri kama watu wanafanya kwa inda tu na nini, haitakiwi kufanya kitu kama hicho. Waendelee kupewa nasaha na nini na kuongozwa, lakini hawafanye zuri kama wanafanya kejeli vile na dharau kwa wale wenzao ambao wamefanyaje, wamefunga. Ngoja nikwambie, mmoja aliniambia sasa si uhuru wangu lakini mimi kula. Kaambia uhuru wako kula, na je kumwingilia mkeo si uhuru wako? Kasa je ukiamua kumwingilia mkeo kwenye basi nani atakuachia? Na ule nao ni uhuru wako. Usizungumzie swala uhuru usiokuwa na mipaka ni vurugu. Sasa kwa nini tusikuzuie wakati wa Ramadhani walio wengi wamefunga na wewe unakula hapa? Si mahala pake. Ni kutokuwa na nidhamu tu. Hata wewe ungekuwa umefunga, wewe ungependa hiyo mtu akufanyia jambo kama hilo? Nyinyi mnavitamani tu vyakula wenzenu, ndio wao wengine wanakujibu. Na sisi tuambia basi kwa nini mwanamke tunamzuia asitembee uchi? Tutakuwa tunamtamani mke wa mwenzetu? Ndio utaratibu kwamba lazima tuwe na heshima. Sheikh Absabah, tukiwa tunatamatisha mazungumzo yetu katika ambao tumezungumza tulipokuwa na tulipo na tunapoelekea, nini hasa ungependa kuambia vijana wa Kizanzibari juu ya kuipa Ramadhani heshima, lakini pia kuyaishi yale mazuri ambayo wazee wetu wameyaishi mpaka Zanzibar kila mtu akatamani kuja kuizuru na kufunga siku 30 ama 29 katika visiwa hivi? Ipo changamoto kwa rika la vijana kudhani kwamba kila kilichofanywa na watu waliotangulia hakina maana, na kwamba wao sasa wana akili mpya ya kuzaa maisha mapya yasiyofanana kabisa na wale waliotangulia. Na huu ni ujinga mkubwa kwa kweli. Ukiingia kwenye kichwa cha mtu, basi huyo hesabu kwamba amepotoka. Kuna mazuri mengi ya kushikwa katika wale waliotangulia kutoka kwao, na yako mengine ya kuachwa kutoka kwa wale waliotangulia. Sasa kusema tuache kufunga, tule hadharani, tusiheshimu zile desturi zilizotangulia, huu ni ujinga. Kwa sababu kwa mtazamo wangu mimi, na naamini kwa wanazuoni wote takriban wa Kiislamu, kwamba mengi katika mambo ya funga ni mazuri tuliochukua kutoka kwa wazee wetu. Kwa sababu funga yenyewe ni jambo zuri kiafya na kidini. Kwa sababu madaktari mabingwa wanasema binadamu ana mashine ndani ya mwili wake ya kibiolojia. Sasa haina kipindi cha kwenda service mashine ile, yani kusafisha na kufanya mapumziko kama vile gari kumwaga oili na nini, kuliko kipindi cha kufunga. Kwa sababu mtu akifunga, maana yake sasa chakula alichokula usiku kitasagwa mchana, lakini usiku mashine itakuwa imepumzika. Lakini ikiwa usiku amekula, mchana amekula, ina maana cha mchana kisagwe usiku na cha usiku kisagwe mchana, haipi nafasi injini yake kufanyaje, kupumzika angalau kwa masaa kadhaa. Kwa hivyo funga ina faida. Na ukenda kwa madaktari, kuna magonjwa kama cholesterol, mafuta yamezidi kwenye mwili, hakuna dawa nzuri ya kuyakata mafuta mwilini kuliko kufunga. Tena kufunga ikiwezekana zaidi ya hivi,
labda ufunge saumu siyamu Daud kana yasumu yawman yafṭiru yawman, ale siku moja afunge siku moja, yani kukata nini? Kukata mafuta au kutoa cholesterol. Kwa hivyo funga ina faida za kimwili, ina faida za kiakili, ina faida za kiuchumi. Tukiamua kuzungumzia faida za funga katika masomo yanayokuja, nafikiri tutakuja kuyakuta hayo, basi utayaona yote. Hasa mtu anayekuja akadharau funga, ina maana ile faida yote inayotokana na funga anafanyaje sasa? Anaidharau. Ndo anakuja mpaka mwisho na bwana, wewe una ugonjwa, lazima ufanye diet. Anapewa neno sasa la Kiingereza diet. Yeye anaona diet sasa hapa ndo kitu kizuri, kapewa matibabu diet. Kumbe ndo ile funga. Kama angekuwa mfungaji, hiyo diet isingehitajika. Make diet ni kujipanga katika kula. Kufunga ndo kujipanga katika kula kuzuri zaidi kuliko kwingine kokote kule. Lakini tena mpaka aje ambaye na mwana sayansi na nani au ana daktari ndo sasa atamuingia kichwani mwake na sasa anaidharau. Kwa hiyo tunachotaka kuambia new generation, kizazi kipya, tuache kudharau mambo yaliyotangulia. Tuyatizame. Yalikuwa na mantiki tuifuate. Yasiokuwa na mantiki tunaweza kuyaacha. Sheikh Msaba, nakushukuru sana. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuingie katika Ramadhani tukiwa na afya na tuyapate malengo yake. Inshallah. Asante. Nakushukuru sana. Jazakallahu khair. Asante. Salamu. Nawe mtazamaji wa Al-Fatah TV Online popote unapotutazama, kipindi cha Sema Nasi leo hakina la ziada. Ni matumaini yangu umeweza kujifunza mengi kutoka kwa Sheikh Salim Msaba, lakini kwa kweli miongoni mwa tunu ambazo tunajivunia Zanzibar ni ule ukarimu, na katika mwezi mtukufu wa Ramadhani jambo hili huzidi mpaka leo, japokuwa limepungua kwa kiasi, lakini watu kutembeleana, watu kupelekeana iftari, visahani vile vinapita mitaani siku ya siku. Inawezekana iftari hiyo hujaipata muda mrefu, lakini utaipata kutoka kwa jirani. Ni vitu ambavyo kwa kweli vilitengeneza mapenzi na huruma baina yetu. Hivyo tunatoa wito kwenye Sema Nasi ya leo, tudumishe mambo mazuri ambayo tumewaona wazee wetu wakifanya mambo kama hayo. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rashid Salim Mohamed. Nikuombe mtazamaji usikose kuwa nasi tena wiki ijayo panapo majaliwa. Mgeni wangu hapa studio alikuwa ni Sheikh Salim Msaba. Kila la kheri na insha Allah Mwenyezi Mungu atufikishe Ramadhani. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577784849. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.